Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kumtakia rehma na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tumekutana tena leo katika maendelezo ya vipindi vyetu, vipindi ambavyo vinahusiana na moyo msafi, alqalbu salim, matendo ya moyo. Tumesema kwamba moyo ndio mfalme na viwiliwili ni wale askari wa ule moyo. Kwa hiyo katika kuonyesha moja ya matendo ya moyo, leo hii tunakuja kuzungumzia kitu kinachoitwa adh-dhul, al-khudu', al-inqiyad, al-iftiqar. Yani kwa maana kujidhalilisha, kunyenyekea, kustaslim, kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hili jambo ndiyo asli ya kuumbwa kwetu. Tunaposema al-Islam, tunapozungumzia Uislamu, ni al-khudu'u tam, al-inqiyadu lillahi subhanahu wa ta'ala, kujidhalilisha na kujinyenyekesha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa maana kwamba kujua kwamba Mwenyezi Mungu ndo kila kitu. Kwa hiyo wewe kwenda kwake, kwenda kujikurubisha kwake. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wakati anatuumba, yeye ndiyo walahul kibriya, yeye ndiyo lahul adhama, yeye ndiyo mtukufu, lakini yeye pia ndiyo aliyekuwa na kibri, yani kwa maana kwamba lile vazi la kibri ni lake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sisi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tunatakiwa tuwe dhalili, na udhalili huu Mtume sallallahu alayhi wasallama wakati anaomba baadhi ya dua, alipokuwa anasema innahu la ya'izzu man adaita wa la yadhillu man walaita, kwa hakika kabisa hawezi kuwa mtukufu yule ambaye wewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala umekuwa na uadui naye. Na uadui wa Mwenyezi Mungu ni upi? Ni baada ya mja yeye mwenyewe kuonyesha uadui, yeye mwenyewe kuonyesha kwamba yeye ni mkubwa, yeye mwenyewe ni kuonyesha kutakabbar. Na hii ni asli ya mwanadamu, hii ni asli ya mwanadamu. Mwanadamu mara nyingi, na hasa yule ambaye atakayekuwa ameinuliwa au amejipata au kidogo ana kijisehemu cha kuendesha maisha yake, basi mara nyingi anakuwa anaondoa au anajisahau, anatoka kuwadhalili kwa Mwenyezi Mungu na kujisahau kuhisi kwamba yeye ndiyo ambaye anayefanya vile vitu viwezekane. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alituhakikishia aliposema katika surat Al-Qalam, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna inna ila rabbika arrujah. Kwa hakika kabisa, innal insana la yatgha, mwanadamu. Haya ni maumbile, hajasema mu'min au kafir, sio kafiri au sio muumini, bali ni nature ya mwanadamu. Mara nyingi la yatgha, huwa mara nyingi anatupa mipaka, anakuwa yeye anajiona yeye ndiyo yeye, anamsahau Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kule kujidhalilisha kwake, kujisogeza kwa Mwenyezi Mungu, kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, kuona kwamba kila ninachokipata ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, nafasi niliyoifikia hii kama mimi nina cheo ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, huwa anajisahau mara nyingi. Innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna, anapojiona sasa amejitosheleza. Kwa hiyo kama ni nature ya mwanadamu inakuwa hivi, na hii tughyan inakuja katika vitendo, lakini asli yake ni maradhul qalbi, ni ugonjwa katika moyo. Ugonjwa huu unaweza kutoka vipi? Adhullu lillah, kujidhalilisha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na ndiyo Uislamu, kujisalimisha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Pamoja na kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala
ametupa karama sisi, ametupa nafasi kubwa kuliko viumbe wengine wote. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun, yote haya katuonyesha, lakini bado sisi tunatakiwa tuwe dhalili kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wakati anamuumba mwanadamu alikuwa amempa tahadhari sana ya kumuonesha kwamba wapo baadhi ya viumbe ambao walitakabbar, walitoka nje ya miongozo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, akamhatarisha navyo. Baada ya kumhatarisha navyo, hawa viumbe mara nyingi huwa wanatoka wanakuja kuwafanyia murawagha, kuwavuta na kuwatafutia sababu hawa ambao waliokuwa na inqiyadi, waliokuwa wamekubali, waliokuwa wamejaribu kuwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wao mara nyingi wanakuja wanawatia hashasha ili kuwatoa kule katika ile mipango ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini tujue kwamba pamoja na yote hayo, sisi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewaweka viumbe wengi sana. Hatuhitajii sisi wanadamu, bali sisi tunamhitajia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Katika aya Mwenyezi Mungu anasema, alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fi samawati wa man fi al-ard wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu wash-shajaru wad-dawab wa kathirun minan nas wa kathirun haqqa alayhi al-adhab wa man yuhini Allahu fama lahu min mukrimin inna Allaha yaf'alu ma yasha. Pamoja na kwamba sisi tunataka kuleta jeuri, sisi hatujidhalilishi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anatuonyesha kwamba hata kama sisi tutatakabbar, tutaacha haya mambo kumfanyia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yeye tayari vinamsujudia vilivyomo ardhini na vilivyomo mbinguni, na jua na mwezi, lakini pia washajaru wadawabu, miti yote, dawabu wote, wanyama wote, kullu ma yadubu fil ard, unaowajua wewe na usiowajua. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu, vilivyomo mbinguni na ardhini vyote, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna, vilivyomo mbinguni kote, vilivyomo ardhini vyote vinamsabihi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini sisi, walakin la tafqahuna tasbihahu, hamwelewi namna gani hivi viumbe vyote vinamfanyia tasbihi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Waman yuhini llahu fama lahu min mukrim, tujue kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakapokuwa ameamua kumdhalilisha mtu, kumporomosha mtu, basi hakuna kumuinua. Waman yuhini llahu fama lahu min mukrim. Tunatakiwa sisi tuwe na dhulli na khudhu'. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anainua anayemtaka. Qul illahumma malika almulki, ewe ambaye mwenye kumiliki huu ufalme wote. Qul illahumma malika almulk tu'ti almulka man tasha wa tanzi'u almulka mimman tasha. Huwa mara nyingi unampa ufalme unayemtaka na unamuondolea ufalme unayemtaka. Tu'ti almulka man tasha wa tanzi'u almulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Unamuinua unayemtaka, lakini pia unamuangusha unayemtaka. Tumesoma katika moja ya riwaya zilizokuja katika qunut, Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadait innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la ya'izzu man adait, la ya'izzu man adait wala yadhillu man walaita. Kwa siku zote sisi tuwe na walaa kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ndiyo ambaye atakayetupa izza. Lakini tukiwa tunamfanyia kibri Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, innahu la ya'izzu man adaita. Kwa maana hiyo dhulli na khudhu' anatakiwa mwanadamu ajipambe nazo, na haziji hivi hivi.
Mtu hawezi kuwa na nature ya kujidhalilisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama hajamuomba. Lazima tukae chini tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kutufanikishia huu unyenyekevu kwake, kwa sababu ndiyo asli ya ibada. Munibina ilaihi, turejee kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kila kitu, tuwe na inaba, tuwe na iftiqar, kwa sababu kama hatujarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukawa tunajisahau kila tunapopata neema, dhulli na khudhu'i inakuwa haipo. Tunakuwa tunafikia kule innal insana la yatgha arraahu istaghna. Yote haya yanaweza kupatikana wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa. Lakini tukitaka tukasema fa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya, basi tughyani hii, tukaacha udhalili, tukaanza kushika zaidi mambo ya dunia zaidi kuliko kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukawa hatuna unyenyekevu kwake, tukawa na kibri mbele za watu. Haya yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hii tughyani ndio itakayotupeleka katika kupotea. Na ukianza na tughyani kwa wanadamu, basi mwisho wake utakuja utatakabari mpaka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumwangalie Firaun alifanyaje? Alitakabbar kwa watu, akasema li ahli alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun, mimi ndio mfalme wa huu mji na hii mito inayopita hapa, fakhri baada ya kumiliki. Am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yubin, mimi hamjui kwamba mimi ni bora kuliko huyo ambaye hata kujieleza hawezi, mtu ambaye mdhalili. Kwa hiyo tukianza kuwadhalilisha watu, kuwaona watu hawafai, kujisikia, kujiona, ndio tunaingia katika vazi la kibri. Na tukiingia katika vazi la kibri, adhul wal khudhu zinaondoka, tunakuwa hatuna inqiyadi, hatujisalimishi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kila. Tunakuwa tunajidanganya kwa kuona kwamba tunaweza kuwa na ulinzi, tunaweza kuwa na uwezo wa kupata mahitaji yetu ya kila siku sisi wenyewe. Hatuendi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukamsujudia, tukawa karibu naye, tukamuomba, tukajidhalilisha. Kwa hiyo haya matendo tuzijenge nafsi zetu, tuzijenge nyoyo zetu katika kuwa na udhalili, kuwa na kwamba kila wakati tunamhitajia Mwenyezi Mungu, kila tunachokiona tunajistaslim, tunajisalimisha kwa Mwenyezi Mungu. Hii ni sifa ya waumini. Waumini waliokuwa wa ukweli kabisa, mara nyingi katika nafsi zao wanakuwa wanarejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili waonyeshe ule unyenyekevu wao na kujisalimisha kwao. Na haya ni moja katika matendo ya moyo ambayo tukiyaacha tunaingia katika maradhi ya moyo ya kibri na kujionyesha kwamba sisi ndio tunataali na uluu, na hatutakiwi kuwa hivyo. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuweze kuwa na khudhui na dhuli kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala tusiwe na kibri na ufisadi mbele ya waja wa Mwenyezi Mungu. Tukutane katika kipindi kijacho. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.